jitihada ambazo serikali ya Rais Samia kwa miaka minne mpaka leo tunakaa hapa kushuhudia daraja hili kubwa. Kwa muda mrefu sasa serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imekuwa ikipambana na masuala ya madeni ya wakandarasi. Ndio. Hasa wakandarasi wa ndani ambao recently nimeona mnajitahidi kuhakikisha kwamba mnawapa kazi, kuwa empower. Ndio. Lakini kuwapa kazi, Mheshimiwa Waziri, ni jambo moja. Hawa watu wamekuwa wakilalamika kuhusiana na kucheleweshwa malipo. Madhara yake yamekuwa yakiwaendea hadi baadhi yao kufilisika, kwa sababu watu hao wanafanya kazi kupitia mikopo ya benki. Tunajua mnalipa. Ndio. Lakini je, unaridhika na kasi ya ulipaji wa madeni ya wakandarasi wa ndani? Na nini kifanyike sasa kufikia mahali kwamba watu wanafanya kazi, wakishamaliza kazi wanalipa, sio miaka mitano mtu anadai bilioni 5 ambayo hakuna interest, kiasi kwamba siku mnakuja kulipa mnalipa hela ile ile. Ndio. Asante sana, ni swali zuri juu ya mustakabali wa makandarasi wetu wa ndani. Na unafahamu kwamba makandarasi wa ndani wakilipwa, uchumi wa nchi yetu unaimarika, kwa sababu ni hela inazunguka ndani yetu sisi wenyewe. Na mimi nimepewa maagizo rasmi kabisa na Mheshimiwa Rais kwamba Dr. Samia kwamba tuhakikishe kipaumbele cha kwanza ni malipo ya makandarasi wa ndani. Na katika huu muda mfupi ambao nilioutamka, nimeanza kazi baada ya kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kuja katika Wizara ya Ujenzi. Jumla ya fedha zaidi ya bilioni 80 tumezilipa kwa makandarasi wa ndani. Kwa hiyo deni la makandarasi wa ndani lilikuwa zaidi ya bilioni 100, zaidi ya bilioni 200, takriban na 60 billions, zaidi ya 200 na 60, karibu bilioni 260. Kwa hivyo tumelipa takriban bilioni 90 na zimebaki kama bilioni 186 hivi zimebaki. Tunaendelea kuwalipa hatua kwa hatua. Unajua kwenye jambo hili ukweli ni kwamba kazi ya kuwalipa inaendelea, na tunaendelea kuongeza kasi, na mimi na wataalamu wangu pale wizarani nimewaeleza maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais kwamba fedha zinapokuja hata zikiwa kidogo hivi, kipaumbele chetu cha kwanza ni kuwalipa makandarasi wa ndani, kwa sababu uchumi unazungukia humu ndani. Na kwa msingi huo nataka nikupeni comfort tu kwamba ni kwamba nchi lazima iende mbele. Mambo ni mengi, lakini hawa wanapewa kipaumbele na tutawalipa na yote yatakwisha. Na tumetengeneza mfumo wa kuhakikisha sisi na wenzetu wa Wizara ya Fedha tunashirikiana kuhakikisha zile fedha zinalipwa, ili baada ya muda tusiwe kabisa na deni ambalo linatokana na makandarasi wa ndani. Ingawa kufuta moja kwa moja sio kazi nyepesi, so kazi zinaendelea kufanywa kila siku. Yaani leo unalipa, kesho kuna IPC mpya imekuja, yani inaletwa namna hii, na wewe mkandarasi wa ndani leo umemlipa, kesho anakuja mwingine kwamba nimeziba viraka, naomba fedha zangu. Leo umelipa, kesho anakuja mwingine, bwana nimetengeneza kipande hiki hapa cha barabara, naomba fedha zangu. Kwa hiyo tutapunguza, lakini tunajua kwamba lazima yatazaliwa mapya pia vile vile. Uhakiki wa madeni mkoje? Yes. Uhakiki wa madeni, tunajua madeni yetu yote, hatuna shaka juu ya hilo. Na suala la fidia, ukweli ni kwamba hawajazuiwa, isipokuwa ni uzalendo wao. Hawa makandarasi wetu wa ndani hawaoni sababu ya kuidai serikali, na ndio maana wao wamesimama sehemu moja kubwa kwamba hebu tulipeni kwa wakati, ili tuweze kufanya kazi, tusifilisike, tufanye kazi ili kwa ubora na kwa wakati. Yes. Okay. Sawa. Pengine nimeona muda mrefu ni kama ulikuwa unataka kujaziza hapo. Ni katika hilo la makandarasi wa ndani, na Mheshimiwa Waziri, kuna jambo moja ambalo lina serikali yetu inalipambania sana. Ndio. Na ili kwenye sekta yako ya ujenzi ndio haswa, kwa sababu ni moja kati ya sekta ambazo nakasema serikali inatumia nyingi sana kwenye ujenzi. Nadhani moja kati ya, kama sio tatu bora humo, nadhani ndio ya kwanza. Ndio. Sasa ukiangalia kiwango kikubwa cha fedha zinazotumika kwenye ujenzi
kwa miundombinu na mambo mengine mengi kwenye wizara yako, utagundua kwamba sehemu kubwa ile fedha, japokuwa participation ya watu wetu ni kubwa, lakini sehemu kubwa ile fedha na wanalipwa watu wa nje. Kwa maana gani? Kwa maana sasa hivi kumekuwa na karibia kila wizara inajaribu kuangalia jinsi gani tunasimamia local content. Ndio. Hebu niambie mna mkakati gani kwenye hili la local content, kwa sababu hizi fedha nyingi zibaki humu. Unakuta participation ya wataalamu wetu ni kubwa, wengi, lakini fedha nyingi na nje. Okay, karibu sana. Thank you. Nakushukuru sana Gerard na moderator wetu Lois. Ni kwamba ni kweli, lakini sasa hivi tumeanza kufanya mabadiliko makubwa, na mabadiliko haya sio ni utashi wa kwangu mimi, ni maelekezo ya kiongozi wetu Rais Samia. Ameliona hilo jambo na amesema tunawajibika kuwawezesha watu wetu wa ndani. Mimi nitoe mfano ambao ni mfano wa wazi. Mwaka 2023 tulipata tatizo la mvua za El Nino na kimbunga Idaya. Kikakata madaraja, kikakata mabarabara nchi nzima, lakini walipigika zaidi watu wa mikoa ya kusini. Rais Samia alituidhinishia bilioni 562 hivi kiasi hiko kwa ajili ya kurejeshea ile miundombinu. Kati ya zile fedha bilioni, kulikuwa na mikataba 82. Kati ya zile fedha bilioni 400 plus zimekwenda kwa makandarasi wa ndani. Kwa maana ya miradi 82, miradi 72 imekwenda kwa makandarasi wa ndani. Nia yake ni nini? Nia yake ni kwamba ni lazima tuwawezeshe makandarasi wetu wa ndani, na ili ifike mahala wawe na uwezo wa kufanya kazi kubwa, hata kama hii hapa waweze kufanya hii kazi. Na vile vile tumebadilisha kanuni. Mwanzo kanuni na sheria yetu ilikuwa wageni wana uwezo wa kufanya kazi mpaka ya bilioni 10. Sasa hivi tumeweka limit bilioni 50 kwenda juu, hizo ndo zitagombewa na wageni. Lakini bilioni 50 kurudi chini ni kazi zitakazopaswa kufanywa na makandarasi wa ndani wao wenyewe. Na mbele zaidi kanuni tunaitengeneza kuilazimisha kwamba mkandarasi wa ndani wa nje anapokuja ni lazima awe na mkandarasi wa ndani wa kushirikiana naye. Hii yote ni katika kulinda local content, na sio tu local content, lakini kuwawezesha makandarasi wetu financially, technically na kiteknolojia pia vile vile. Ndio dhumuni hasa la jambo lenyewe. Okay, sawa. Kakaangu Masudi, karibu kwenye hilo, lakini labda kwenye kuongezea, labda uwezo mdogo wa kandarasi, labda ndo maana wanaweza kuwa tunaona ni mara 99 kumpa mtu kutoka sehemu nyingine, labda kiwango cha uwezo ukoje? Hatusemi uwezo wao ni mdogo, lakini it is obvious kwamba ni jambo liliko wazi kwamba moja shughuli kama hii hapo unayoiona hii shughuli, mimi na nyinyi hapa tumekaa tu hapa juu sasa hivi. Lakini nataka niwaambie hii shughuli ni heavy. Si jambo la mchezo. Unajua ili daraja elevation yake ni mita 17 kutoka usawa wa bahari. Sio hata kilichozama chini. Hizo piles huko chini zimezama meters and meters kupata mwamba pale chini. Teknolojia ni kubwa sana inayofanyika hapo. Kwa hivyo sisi bado tuna tatizo kubwa la financing. Hatuna tatizo kubwa hivi sasa hivi, tunashukuru Mungu, ndio kama hivi kina engineer Kaswaga tunawapata wa kujenga maarifa, lakini kuna financing pia vile vile na technology. Kwa hivyo tunakwenda tunajenga uwezo wetu wa ndani hatua kwa hatua. Okay. Financially na technically. Asante sana.